Wapendwa taifa la Mungu, kama nilivyosema hapo awali, leo ni Dominika ya 4 ya Pasaka, Dominika ya mchungaji mwema, au kwa namna ya pekee tunaita Dominika ya miito. Wapendwa taifa la Mungu, wito wowote ni mwaliko wa kuisikia sauti ya Mwenyezi Mungu, lakini mwaliko huu Mwenyezi Mungu anautoa kwa mwanadamu. Mwaliko huu anauleta kwetu mimi na wewe. Kwa hiyo tunaitwa ili tuweze kuitikia, lakini katika kuitikia huku tunaalikwa kuweza kuishi mitindo mbalimbali ya maisha yetu, lakini kulingana na mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Wapendwa, lakini tukitambua katika miito hii tunatakiwa tuweze kutambua dhumuni kubwa la uumbaji wa mwanadamu. Mwanadamu ameumbwa kwa sura na mfano wa Mwenyezi Mungu, lakini ndivyo hivyo tunavyoambiwa sisi sote tuwe watakatifu kama Mungu Mwenyezi alivyo mtakatifu. Kwa hiyo wapendwa, wito wa kwanza kabisa katika maisha ya mwanadamu ni kuhakikisha sisi sote tumekuwa watakatifu kama Mungu mwenyewe alivyo mtakatifu. Na ndiyo maana hapo inafuata miito mingine: wito wa ndoa, wito wa upadri, wito wa utawa, wito wa kuishi maisha ya pekee. Wapendwa, haya yote ni kuhakikisha sisi sote tunamtumikia Mwenyezi Mungu katika aina hizo mbalimbali. Ndugu wapendwa, leo kanisa linapoadhimisha hii Dominika ya Kristo mchungaji mwema au Dominika ya miito mitakatifu, neno la Mungu linatualika tuweze kutafakari kwa namna ya pekee mambo msingi matatu. Kwanza, toba ya kweli; pili, utii kwa Mwenyezi Mungu; lakini tatu, kumtambua Yesu kama mlango wa uzima. Na ndio maana yeye mwenyewe anatuambia katika Injili hii ya Yohane sura ya 10 aya ya 10 kwamba mimi nimekuja ili wawe na uzima, nao uzima wawe nao tele. Ni kwa Kristo pekee sisi sote tunapata kuwa na huo uzima. Katika somo la kwanza, Mtume Petro anahubiri kwa ujasiri mkubwa kwa taifa lote la Israeli ili wajue ya kuwa kwa hakika kwa mateso, kwa kumsulubisha Bwana wetu Yesu Kristo na kufufuka kwake, Yesu anafanywa kuwa Bwana na Kristo. Yesu anafanywa kuwa Mungu, lakini pia ni Masia kwetu. Wapendwa taifa la Mungu, kwa kuambiwa maneno haya, watu hawa wanaguswa mioyo yao. Watu hawa wanaanza kuwa na mahangaiko makubwa, wanajutia. Lakini jambo msingi wanalojiuliza ni kwamba tutendeje? Na swali hili ni kwa kila Mkristo, tujiulize sote, tutendeje ili tuweze kufikia uzima wa milele? Tutendeje ili sote tuweze kuokoka? Lakini Petro anakuja na jibu wazi, anasema kwamba tubuni mkabatizwe. Wapendwa taifa la Mungu, watu hawa wanapohubiriwa wanapata majuto, lakini tukumbuke kwamba kutubu ni zaidi ya majuto. Hawa watu walitambua fika kwamba ni kwa wenyewe, kwa matendo yao, kwa kumkataa Kristo ndiko huku kulichokufanya Kristo aweze kusulubiwa. Lakini wapendwa,
kwa kutambua na kuwa na majuto, pengine naweza isitupeleke sisi sote kuwa na toba ya kweli tusipokubali kutubu. Kutubu basi maana yake nini? Kutubu maana yake tunaalikwa, yaani geukeni. Mwambie mwenzako geuka. Tokeni katika kutokuamini na muanze kuamini. Toka katika dhambi na kuanza upya katika kumwamini Kristo. Wapendwa, kumbe tunapoambiwa tutubu, inamaanisha tuweze kumgeukia Kristo. Inamaanisha tuanze kutoka katika kutomwamini Kristo na tuanze kumwamini yeye. Tuweze kutoka katika dhambi na kuanza upya katika kumwamini Kristo. Kutoka katika kujifanya watakatifu na kuwa na tumaini katika kazi zake za ukombozi. Taifa la Mungu, watu hawa ambao kwa maisha ya Kristo, kwa yale Kristo aliyoweza kuyahubiri alikuwa ni kikwazo, ni watu ambao walikuwa wamejikinai utakatifu, kwamba walijiona kwamba wenyewe ni watakatifu, lakini lengo msingi la Kristo ilikuwa ni kuja kuwaokoa wale wote ambao walikuwa ni wadhambi. Ndio maana Kristo mwenyewe anatuambia mwenye afya hahitaji tabibu. Wapendwa, hapa tunaona mwaliko wa kwanza wa kweli, kwamba mwaliko wa kwanza ni mimi na wewe kuanza toba ya kweli. Wapendwa, toba ya kweli si kusema peke yake samahani, ni kubadili mitindo yetu ya maisha, kubadili mielekeo yetu ya maisha, kutoka katika maisha mabaya na kumwelekea Mwenyezi Mungu, kutoka katika kuwasema wenzetu vibaya na kuanza kuwanenea mazuri, kutoka katika kulaumiwa na kuanza kuishi kulingana na matendo yale mema ambayo Mwenyezi Mungu yanampendeza na jirani zetu yanawapendeza. Wapendwa taifa la Mungu, kwa namna ya pekee ni mimi na wewe kuweza kukubali kuacha dhambi na kumrudia Mwenyezi Mungu. Tutambue fika kabla ya Pasaka tulianza na Jumatano ya Majivu. Tulipata fungo kwa siku 40. Wapendwa taifa la Mungu, hizi siku 40 sio siku tu ambazo tunatakiwa tuache dhambi, bali zituelekeze kabisa kuweza kuacha mitindo yote ya maisha yale yaliyokuwa yampendezi Mungu, yaani iwe ni sehemu ya maisha yetu. Mara nyingi sisi sote tumekuwa tukiacha tu zile siku 40, lakini tunapofungulia ile siku ya Pasaka tunarudi katika yale maovu. Mwambie jirani yako usirudie matapishi. Wapendwa wa taifa la Mungu, kwa hiyo toba ya kweli ni kukubali kuguswa mioyoni mwetu kama wale waliomsikiliza Petro. Wapendwa, bila toba hakuna maisha mapya, bila toba hakuna wokovu, jambo ambalo ni msingi, wapendwa taifa la Mungu. Na hili nimekuwa nikilisisitiza hasa kipindi hiki nilichokuwa peke yangu, kwamba wapendwa, sisi wa Kristo wa Katoliki, sisi wanampanda ngindo hatuji katika sakramenti ya kitubio. Yaani wale ambao walipata kitubio pengine kabla ya ubatizo, pengine kabla ya kipaimara, pengine kabla ya ndoa zao takatifu, mpaka leo mimi nahisi tunaishi na nani? Na watakatifu. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo wapendwa, bila toba hamna upya katika maisha yetu. Maisha yetu yanafanywa upya pale tu tunapotambua sisi ni wadhaifu. Maisha yetu yanafanywa upya pale tu sisi tunapotambua kwamba sote ni wadhaifu. Na ndio maana hata katika miito hii mitakatifu tukiangalia wito wa kwanza, Bwana wetu Yesu Kristo anapowaita wale wafuasi wake hao walikuwa ni wavuvi. Mkienda Nyasa huko mtajua sifa za wavuvi ni vipi. Sifa za wavuvi ni kama wale wa TANESCO, hawawezi kunyanyua nguzo bila kutukana matusi. Hawa ndio Yesu anaowachagua. Mwenyezi Mungu anamuita Musa akiwa na udhaifu.
Musa alikataa, alikuwa ameua. Anamuita Isaya. Isaya naye alikuwa anaogopa, anasema mimi nimetoka katika watu wenye midomo nini? Michafu. Baadaye ni Mwenyezi Mungu, ni toba hiyo, wanamwekea kala moto katika ulimi wake, alafu anasema ni mtume nani? Anasema unitume mimi. Tumsifu Yesu Kristo. Juzi tumesikia habari ya uongofu wa Paulo. Paulo naye alikuwa anaenda kulitesa kanisa, alikuwa anaenda kulinyanyasa, na hata Stefano anakufa miguuni pa Paulo. Lakini wapendwa, ni Mwenyezi Mungu ndo anamuita huyu ili aweze kuwa ni chombo cha kuwahubiri watu, hasa watu wa mataifa. Kumbe wapendwa, taifa la Mungu, toba ya kweli ni sisi kujitambua kwamba sisi tu wa dhambi, na hii ndio inakuwa ni njia ya kwanza, inakuwa ni hatua ya kwanza ya kutuelekeza kwa Mwenyezi Mungu. Petro anapoona ule muujiza wa kuvua samaki wengi, anamwambia Bwana wetu Yesu Kristo, ondoka kwangu Bwana, kwa maana mimi ni mdhambi. Ile ilikuwa ni toba, ilikuwa ni ungamo kwamba anajikubali kwamba yeye ni mdhambi, anahitaji huruma ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo wapendwa, tutambue fika, bila toba hakuna maisha mapya, bila toba hakuna wokovu. Tumwombe Mwenyezi Mungu aweze kutujalia sote tuweze kutambua sisi ni wadhaifu, ili tuweze kuwa na hatua mpya, tuweze kufanya maisha yetu yawe mapya, na tuweze kutambua wokovu unaoletwa na Bwana wetu Yesu Kristo. Wapendwa, taifa la Mungu, mara nyingi tunaishi maisha kana kwamba hatuhitaji kubadilika. Tunaona kila kitu ni sawa, lakini ndugu yetu, kuna jambo ambalo mimi na wewe tunahitaji kuponywa. Na katika kuponywa huku tuweze kubadilika na kuwa na toba ya kweli. Tuache chuki, tuache kiburi, tuache ubinafsi, tuache tamaa mbaya, tuache usengenyaji, na tuweze kuhakikisha huyu Kristo mchungaji mwema anatuambia sisi sote tuweze kurudi kundini, lakini pia sio kurudi tu katika kundi, tuweze kurudi katika moyo wake. Katika somo la pili, Mtume Petro anatupa mfano wa Kristo aliyeteswa kwa ajili yetu, akiwaachia kielelezo ili sisi tuweze kuiga nyayo zake. Tukumbuke Petro anawaandikia watu hawa waliokuwa nateseka kwa sababu ya imani yao. Kumbe wapendwa, taifa la Mungu, hakuna haja ya kusema mateso katika imani yetu, mateso katika maisha yetu kwamba ni laana za Mwenyezi Mungu. Kristo mwenyewe ambaye ni nafsi ya pili ya Mwenyezi Mungu katika Utatu Mtakatifu, yeye mwenyewe analetwa, anateseka, lakini tunaambiwa alikuwa mtii hata mauti, na hayo mauti mpaka nini? Msalaba. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo wapendwa, hata sisi tunaalikwa pale tunapokuwa katika mateso tuweze kuwa na utii. Tunapokuwa katika mateso tuweze kuwa na uvumilivu, na tunapokuwa katika mateso tumtumainie Mwenyezi Mungu. Na nimependa tulipokuwa katika maabudu, ule wimbo tuliokuwa tumeuimba ulioanzishwa na mzee wetu, sijui kama tunauelewa, kwamba tumaini letu ni kwa Bwana. Tumsifu Yesu Kristo. Katika mateso tumaini letu linatakiwa liwe kwa nani? Lakini wengi wanampanda ngindo. Tunapokuwa katika mateso, tunapokuwa katika mahangaiko, tunapokuwa katika magumu, tunapokuwa katika misiba, tumaini letu sio kwa Bwana, tumaini letu ni kwa waganga wa nini? Na ni wengi tumaini lenu ni kwa waganga wa kienyeji. Wengi tukiwakagua humu, hata jana wengine wameenda huko, lakini wamo humu. Kwa hata huu wimbo nadhani tungeubadilisha kidogo, badala ya kuimba Bwana ndiye mchungaji wangu sitapungukiwa, tuimbe mganga ndiye mchungaji wangu, kwamba mganga ndiye mchungaji wewe. Kwa sababu tunapokuwa katika magumu hatumtegemei nani? Kwa hiyo tumeambiwa kabisa Kristo ndio kielelezo chetu, kwamba yeye tunayemfuata aliteseka,
lakini katika mateso yake alikuwa mtii, alikuwa na uvumilivu, na katika utii huu hata mauti, nayo ni mauti chini ya nini? Msalaba. Wapendwa, katika magumu hayo, ukisoma kitabu cha nabii Isaya sura 53, tunaambiwa huyu alipelekwa kama mwana kondoo, lakini katika kupelekwa kule Yesu hakulipiza kisasi, hakujibu tusi kwa tusi, lakini alijikabidhi kwa Mwenyezi Mungu aliye mwadilifu. Wapendwa, sisi sote tumekuwa ni watu ambao tuna imani badala ya kumuiga Kristo, lakini imani yetu imekuwa ni ya ubaya ubwela, jino kwa jino, jicho kwa jicho, sijui mguu kwa mguu. Hata mtu akichukua mke wako, wewe nao unaenda kulipiza kisasi, unamchukua mke wako. Hivi hamuhisi kwamba kutakuwa na magonjwa hapo? Hivi nyinyi mmelogwa na nani? Nyinyi wana Mpandangindo, kulisi wake za watu, mmelogwa na nani? Na nyinyi wake za watu ambao hata maharage ya Mbeya na afadhali, mko kama pitiku, maji yale, mabua mara moja tu. Mwanaume anakwambia umeshabeba mizigo, umepeleka kwake. Ndio imani hiyo. Tumsifu Yesu Kristo. Wapendwa taifa la Mungu, kisasi kimekuwa ni sehemu ya maisha yetu. Ndio maana matokeo yake wana Mpandangindo wengi hatusamehi. Kisasi imekuwa ni kama tamaduni, na sijui kwa nini katika maisha haya. Kina mama mtanisamehe, inawezekana ukawa na kosa. Kwa mimi ninavyojua tamaduni zetu, tunafuata tamaduni. Hivi binti anapokorofishana na mume wake, mume awe ni mkorofi, binti anatakiwa akimbilie wapi? Nyumbani kwao na nani? Kwa nini mnakimbilia kwenu? Inamaanisha nyinyi mmekuwa na vimidomo, hamuelewani na mama wakwe zenu na baba wakwe zenu wameshakuwa wachawi. Mnakimbilia wapi? Na istoshe, mnapoenda kwenu, bila kuletewa vimikate, bila kuletewa sijui vihela, hamna msamaha. Msamaha gani unaokuja kwa hela? Tumsifu Yesu Kristo. Niangalie tu, ila ukweli ndio huo. Kwa hiyo wapendwa, shida ndio hii, tumekaa kisasi kimekuwa ni tamaduni. Lakini tunaambiwa Yesu alipelekwa kama mwanakondoo machungani, lakini hakuweza kulipiza, bali alijikabidhi kwa Mwenyezi Mungu. Tunapoongelea msamaha wa kweli, msamaha wa kweli ni sawa sana upendo. Kwamba upendo hauji kwa sababu ili uonekane kwamba unampenda mtu lazima utoe kitu. Kwamba ili unipende mimi ninunulie simu, ili unipende mimi lazima unipe hela, ili unipende mimi lazima ujenge kwetu. Wapendwa, hamna upendo, mapenzi ya hivyo, hamna msamaha wa hivyo. Kwamba unapokosewa, nyinyi wazazi, kina baba wako na mama wako, mpaka uletewe mbuzi, hizo ni njaa. Mwambie mwenzako acha njaa. Wapendwa wa taifa la Mungu, huu ndio utii wa kweli, si kufanya mapenzi yetu, bali mapenzi ya Mungu. Hata yanapokuwa ni magumu, tunapokuwa katika hali ngumu, tufanye mapenzi ya Mwenyezi Mungu kwa kuishi kulingana na yeye mwenyewe anavyotaka. Katika dunia ya leo, utii unaonekana kama udhaifu. Wapendwa, utii sio udhaifu, lakini katika macho ya Mungu utii una nguvu. Mwambie mwenzako utii ni nguvu. Kijana anayekataa majaribu ya dhambi, huyo ana nguvu. Kwa hiyo na nyinyi vijana mnaalikwa kuweza kukataa majaribu ya dhambi. Hiyo unakuwa ni utii kwa Mwenyezi Mungu, na hiyo ni nguvu. Lakini hapa nataka nisisitize kidogo, wapendwa, katika dunia ya leo, na tunapoongelea miito mitakatifu, iwe ni ndoa, iwe ni utawa, iwe ni upadri, tunaalikwa hasa sisi vijana kuweza kukataa majaribu ya nyakati hizi. Kwa nini majaribu? Sasa hivi wenzetu wanaleta sera,
kwamba ndoa za jinsia moja, mwanaume aoane na mwanaume, mwanamke aoane na nani? Mwanamke. Sasa sijui hapo anaweza wakatungishana mimba, sielewi. Lakini pia hayo majamaa ya huko yanayotuletea misaada yanataka pia hata mapadri, utawa, tuweze kuingiza watu mashoga. Sijui pia kama ni sahihi kwamba leo unahubiriwa na padri ambaye ni shoga, sijui kama ni sahihi. Leo unakuwa na litoto ambalo ni shoga, sijui ni sahihi. Juzi nilikuwa naangalia kiklipu fulani comedy, yaani kijana mmoja la kiume linatembea hivi, liko na mdada. Sasa mama yake naye anatokea. Sasa jirani anakutana, anamwambia mama yake na yule mtoto kwamba we litoto lako linakuja. Mama akaamua akimbie aweze kujificha asikutane na linani litoto lishosti. Tumsifu Yesu Kristo. Lakini haya mambo ya ushoga yanaanzia wapi? Haya mambo ya ushoga yanaanzia katika familia zetu. Nyinyi wazazi mmekuwa mkileta tabia za uzungu, maisha ya bongo movie, maisha ambayo hayastahili katika imani yetu. Katika maandiko matakatifu ukisoma Injili ya Luka sura ya 2, tunaambiwa Yosefu na Mariamu walimlea Yesu, mtoto Yesu, na huyu mtoto Yesu alikuwa akiwa mwadilifu katika hekima inayompendeza Mungu na nani? Na jirani. Ndio maana hata yule mama alisema, heri tumbo lililokuzaa na matiti ulionyonya. Leo nyinyi hapa nani ambaye anaweza akasema heri tumbo lililokuzaa na matiti aliyokunyonya? Inawezekana hata sisi. Kwa sababu hiyo tunakutana na watoto wetu, matokeo yake kuliko kukutana naye akakuzalilisha, ni bora ujifanyeje? Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo kuna watu ambao mpaka sasa wanajilaumu, yaani bora nisingezaa, kwa sababu vitoto mnavyovizaa yaani ni vitoto ambavyo vina hasira, vitoto ambavyo havina heshima, vitoto ambavyo havijui hata ni mavazi gani vinatakiwa viavae kwa wazazi wao. Wapendwa, hawa sasa katika taifa hili ndio mnategemea muwalete eti huyu aweze kukaa na kuitunza familia. Anaweza kweli? Lakini pia nyinyi wazazi hamwafundishi watoto kazi. Yaani watoto mnalea kimayai, watoto malezi yao, yaani kila kitu mnafanya hivi. Nyinyi mtaweza kukaa nao siku zote? Siku fulani nilikuwa namwambia paroko hapa, nikamwambia, nilipigiwa simu, ilikuwa Jumamosi, nilikuwa nimekaa hapa wanapoingia wanakwaya, kwamba eti mimi ni mshauri mtoto, yaani mtoto mpaka la 4 hajawahi kula ugali. Haya, nikakwambia, haya wewe, ukianza huwa unakula ugali huko. Kakasema mimi sili ugali ni wa Wasukuma. Tumsifu Yesu Kristo. Sasa baba aliyekuwa anawaambia kwamba ni wa Wasukuma, baba keshatangulia, wamebaki na mama yake. Haya, mama huyu akitangulia, huyu mtoto atakuwa mgeni wa nani? Ndio matokeo yake tunapata taifa ambalo sio adilifu, taifa ambalo wanapenda kama ule wimbo akamseleleko, maisha ya nini? Ndio hayo unakuta kama ni vitoto la kiume linaanza kudandia mishangazi, kama ni vitoto vya kike vinaanza kutembea na wanaume ambao hata yani mwanaume semitrela aka kenyewe ni kanini katoyo. Tumsifu Yesu Kristo. Wapendwa wa taifa la Mungu, haya ndio malezi ambayo tunayataka, yani mnayataka nyie. Muwalee watoto katika malezi ambayo yatafiti katika jamii zote, yatafiti katika kuingia hata katika wito huu wa usista, wito wa upadri. Ndio maana tena bahati nzuri sisi hatulimi, ila hawa masista pale kijiweni pale, hamuwaonagi masista wanapanda mbegu pale, sio wamelima? Mmeona hawa ni nderemama. Sasa nyinyi mnaleaje? Yaani mtoto unakuta hata kujiamsha kitandani aliwezi. Dada, njoo uniamshe. Ndio mnaona ni malezi haya. Wapendwa wa taifa la Mungu,
Ndiyo maana leo tunaalikwa kila Mkristo kwamba Mkristo anayesamehe badala ya kulipiza kisasi, huyo ana nguvu. Mwambie mwenzako, samehe ili uwe na nguvu. Samehe ili uwe na utii kwa Mungu. Samehe ili uige utii wa Kristo. Katika somo la Injili takatifu tumesikia ni somo ambalo Kristo anajidhihirisha kama mchungaji mwema. Lakini hapo awali ukisoma Injili ya Yohane sura ya 9, Bwana wetu Yesu Kristo anamponya mtu ambaye toka kuzaliwa kwake alikuwa ni kipofu. Kwa kumponya huku ambalo tulitegemea watu waweze kufurahia, uponyaji wa kimungu umeweza kufanyika. Wamshukuru Mwenyezi Mungu kwamba huyu mwenzao ambaye alikuwa haoni anaona tena. Inakuwa ni kikwazo kwamba kwa nini ayafanye haya, kwa nini ayatende haya siku ya Sabato. Lakini Kristo kwanza anasema mimi ni nuru ya ulimwengu, ile sura ya 8 aya ya 12, na hii sura ya 9 Kristo tena anajidhihirisha kama nuru ya nini? Nuru ya ulimwengu. Lakini kwa kuyatenda haya yote, tukumbuke yule kipofu alikuwa na msimamo. Wazazi wake walikosa msimamo. Wanapoulizwa anasema muulizeni, maana huyu ni mtu mzima. Ila na lile jamaa likasema mimi ninachojua nilikuwa kipofu, sasa naona. Lakini anapokutana na Yesu anakubali kuokoka, anakubali kumsadiki Yesu. Na ndio hii sura ya 10 Yesu anajidhihirisha kama yeye ni mchungaji mwema. Lakini katika hayo yote Bwana wetu Yesu Kristo ambaye ni mchungaji mwema, yeye ndio anatuambia yeye si tu njia mojawapo, yeye ndiye mlango, yeye ndiye njia, yeye ndiye ukweli, na yeye mwenyewe ndiyo uzima. Wapendwa taifa la Mungu, hatuingii kwa Mungu kwa njia ya nguvu zetu. Hatuingii kwa Mwenyezi Mungu kwa njia ya mali zetu. Hatuingii kwa Mwenyezi Mungu kwa njia ya akili zetu. Tunaingia kwa Yesu, tunaingia kwa Mwenyezi Mungu kupitia Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye ndiye anayetufungulia mlango wa maisha ya uzima wa milele. Yeye ndiye anayetufungulia maisha ya kutuelekeza kwa Mwenyezi Mungu. Lakini pia Yesu anatualika, Yesu anatuonya kwamba katika maisha yetu ya kiimani kuna watu wengine ni wezi, kuna watu wengine ni wanyang'anyi, wale wanaotaka kunipoteza mimi pamoja na wewe. Hawa wanaweza kuwa na mafundisho ya uongo. Njoo kwa Mwenyezi Mungu utapata gari, na wewe zuzu unaenda kwa Mwenyezi Mungu utapata nini? Wewe utapata gari, utatusumbua kwenye mafuta wewe. Tumsifu Yesu Kristo. Ni mafundisho ya uongo. Mafuta mlivyo navyo, mafuta sijui ya nani, maji ya upako sijui nini. Hatutaki mafundisho ya kweli, wapendwa taifa la Mungu. Kama nilivyowaambia jana kule kwenye kanda, asiyefanya kazi na sasa nyinyi mnataka tu muwe mnakula yani bila kufanya kazi. Nendeni mashambani huko. Muda mwingine hata haya mapepo eti mnadondoka. Sio mapepo, ni uvivu huo. Tamaa za dunia. Na kweli katika tamaa za dunia pia hapa na penyewe yameleta matatizo. Dunia yetu imekuwa ikionekana kwamba ni tamu kwa sababu ya maisha ambayo hata zile nyimbo tunazozisikiliza. Nilikuwa nasikiliza nyimbo fulani. Yaani kwamba wazazi wangu walinihusia niishi vizuri na walimwengu. Yaani kwamba huyu mtu amemaliza shule, wazazi wanamhusia aweze kuishi vizuri na watu. Tumsifu Yesu Kristo. Lakini nyinyi sasa hivi vitoto vyenu hivi mnaanza kuvishirikisha, badala ya kuishi vizuri na walimwengu, kuishi vizuri katika kumtumainia Mungu,
nyinyi ndio mnaowalisisha hawa ushirikina. Na inawezekana hata hawa kwa umri ni wadogo, lakini kwenye upiloti, yani ni vibibikizee na vibabukizee, vitoto vimekuwa vishirikina hivi. Yani unakuta katoto kakikupiga jicho, unasema haka ni katoto kakubwa kenzangu. Utu ilizi vimejaa. Ni wazazi nyie, wafundisheni watoto imani. Mwambie mzazi mwenzako, mfundishe mtoto imani, na sio imani peke yake, maana hata zile za ushirikina ni imani. Imani ya Mungu wa kweli. Mwambie, mfundishe mtoto wako imani ya Mungu wa kweli, sio upilot, sio kupana ungo. Alafu mwambie mwenzako, acha ushirikina. Wapendwa taifa la Mungu, kuna sauti nyingine zinazotuvuta mbali na Mwenyezi Mungu. Hizi ndizo sauti ambazo tunatakiwa tuzikatilie mbali. Je, mimi na wewe tunaisikiliza sauti ya nani? Je, tunaisikiliza sauti ya Yesu Kristo ambaye ni mchungaji mwema, au tunasikiliza sauti za wageni? Tunaambiwa kondoo wa Kristo wanaitambua sauti yake, na sauti yake tunaipata katika neno la Mungu. Leo tukiwauliza somo la kwanza limetoka kitabu gani mmesikiliza? Je, tunapokuwa katika familia zetu neno la Mungu tunalisoma? Tunalipata kupitia mafundisho ya kanisa na masakramenti. Wapendwa, tuweze kujipatanisha na Mungu kupitia masakramenti, na hasa sakramenti ya Ekaristi na sakramenti ya kitubio. Wapendwa, huwezi kupokea Ekaristi bila kitubio. Tuweze kunawa, kuosha dhambi zetu ili tuweze kuipokea Ekaristi takatifu kwa uchaji. Ndugu wapendwa, Yesu Kristo anasema yeye ametuletea uzima, na uzima huu ni tele. Huu sio uzima wa kawaida, ni uzima wa neema, ni uzima wa ndani, uzima unaoanza hapa duniani na kukamilika mbinguni. Lakini ni uzima huu unapatikana tu kupitia mlango ambaye ni Kristo. Mwambie mwenzako, muamini Yesu Kristo. Usimwamini Padri George, maana yeye sio Mungu. Maandiko yanasema tumwamini Kristo ambaye ndio huo mlango. Tumsifu Yesu Kristo. Hivyo wapendwa, Dominika hii inatupa mwaliko wa mambo matatu ambayo tunatakiwa tuweze kuyatekeleza kwa vitendo. Mwambie mwenzako, tubu kwa dhati. Maana yake rudi kwa Mwenyezi Mungu, usiahirishe. Lakini jambo lingine tunaambiwa, ishi kwa utii wa Kristo. Mwambie mwenzako, ishi kwa utii wa Kristo. Hata katika changamoto, chagua haki, chagua mapenzi ya Mungu kuliko kutenda mapenzi yako. Sikiliza sauti ya mchungaji, yaani tuisikilize sauti ya Bwana wetu Yesu Kristo. Lakini pia tusijitenge na hii sauti, tusizitegemee sauti bali tunaalikwa tuweze kujishikamanisha na neno la Mungu na maisha ya masakramenti. Na kwa namna ya pekee leo tuombee miito mitakatifu. Tuwaombee vijana wasikie sauti ya Mungu bila woga. Waliokwisha kuitwa wawe waaminifu, yaani kwenye ndoa muwe waaminifu, watawa wa masista wawe waaminifu, na sisi mapadri tuwe waaminifu, na familia zetu ziweze kuwa mashamba mazuri ya miito mitakatifu. Mwisho, wapendwa taifa la Mungu, tukumbuke Yesu ndiye mlango, Yesu ndiye mchungaji, Yesu ndiye uzima. Tusipite kwingine, tusiogope. Tukiingia kwake hatutaangamia, bali tutapata uzima, na huo uzima tutakuwa nao tena. Ingekuwa heri leo
nisiufanye mgumu. Tumsifu Yesu Kristo.